na nafikiri nguvu yako wewe peke yako pengine inaweza isitoshe. Yani kama ulikuwa unahitaji pingamizi hilo, unahitaji backup ya watu wengi sana. Peke yako maana yake mtaanza ni kuvutana and then baada mwisho wa kuvutana unashangaa muda wa pre-season umeshafika, uja oversee kitu chochote kuhusu transfer. Sawa, watu watasema wako wengi wanaofanya hivyo, lakini wewe ndo head wa iko kitu. Na tena bora hata ingekuwa mtu mwingine wa kawaida, lakini ukishakuwa CEO kazi yako kubwa ni kumerge sehemu ya commercial side pamoja na sporting side, na hauna muda mwingine tena wa kuupoteza. Na katika kipindi hiki ambacho msimu umeisha, pengine una wiki kama 2 au 3 unaweza kufanya kupumzika kwa sababu ya msimu mmoja mrefu sana, and then unaanza kuangalia ripoti sasa zinazokuja kutoka kwenye kamati ya ufundi. Unaangalia kocha alisema nini, unaangalia katika idara yako ya masoko nini na nini ambacho kimefanyika, mapato ya timu lazima pia unaangalia okay, timu kiuchumi imefikia wapi. And then inakuwa ni rahisi sana hata watu wa kamati ya ufundi na benchi la ufundi wakija kuambia bwana tunahitaji hiki kina hiki, tayari wewe ushajua klabu iko katika hali gani kiafya, especially kwenye mambo ya kifedha. Kwa ile ni nafasi moja kubwa sana ambayo siamini kama yeye anatakiwa sasa hivi aanze kufocus kwenye federation badala ya kufocus kwenye taasisi ambayo anahudumia na ambayo ina demands kubwa kweli, kwa sababu mwisho wa msimu husika ndio sehemu inayokutengenezea sasa kupindua katika mwanzo wa msimu unaofuata. Hana muda kidogo wa kupoteza. Unapokuwa kiongozi katika hivi vilabu, muda wako mzuri wa kupumzika pale ambapo unang'atuka madarakani. Huo ndo muda wako mzuri wa kupumzika, kwa sababu una muda mfupi sana. Wachezaji wanao sasa hivi muda wa kupumzika. Wewe kama kiongozi unaanza kufikiria pre-season tunafanyaje, dirisha hili la usajili tunafanyaje, kwa sababu liko yani ndo linaelekea kwa baadaye kufunguliwa. Kwa hiyo inabidi mpitie ripoti ya mwalimu, muangalie mapungufu ya timu ya msimu uliopita, ili msimu ukiwa unakaribia. Unajua mara nyingi viongozi muda wao mzuri wa kupumzika ni wakati msimu unaendelea, na mtu hawezi akaamini. Huo ndo muda wao mzuri angalau unaweza kwa unapumzika kidogo, kwa sababu kiufundi kila kitu wewe ulishafanya, kila kitu ni kazi ya wachezaji na benchi la ufundi. Wewe mambo yako ni hali ya day to day to activities katika administration. Wakati msimu umeisha, pale ndo muda ambao inabidi uchapike, kwa sababu inabidi uangalie dirisha la usajili, inabidi uangalie pre-season kambi mnafanyaje, fixture zenu za pre-season mtacheza nani, uangalie kila kitu kinachohusu wakati wa pre-season na kuelekea katika msimu mpya. Na katika huo msimu mpya, kabla msimu mpya, ujue kuna siku ya wananchi. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo kuna mambo mengi sana yani ya kuangalia sana kuliko kuanza kufocus kwenye federation. Sports Court.